Siasa isiwe ni sababu ya kutugawanya. Siasa isiwe ni sababu ya kuleta malumbano baina yetu. Ile culture ambayo imetokea gunizu ni jambo ambalo linasikitisha. Leo mwanasiasa akipata mtu ambaye anaonekana kama ni mpinzani wake, utafutiwa mabarubaru wale wenye nguvu, akawa ni mwenye kupigwa, akawa ni mwenye kuumizwa, akawa ni mwenye kutishwa. Tunaomba siasa iwe ya salama, siasa iwe ni ile ambayo kwamba inaleta umoja. Sababu inavyoendesha siasa, hatuone salama kwenye siasa, na sisi ni ndugu moja. Hii utawala unakuja unaisha. Kwa hivyo wakati tunatafuta, tuitafute kwa amani na kwa nia nzuri ya kutaka tuhudumia watu wetu, sio tugandamize watu wetu. Sasa ile hofu tu kama ulionayo, tunaona kila mwanasiasa anayekuja kusimama lazima atafute kundi la wakora wa kupiga watu na kuvunja watu. Hii si lengo la kutaka utawala wetu. Sisi tunataka mwanasiasa mwenye ataka apate utawala kwa njia ambayo kwamba ni mzuri na adumie wananchi. Hili tu tunaomba wale wanasiasa na hata wenye wako kwa serikali walinde amani yetu sisi ambao kwamba tuko chini. Kwa kila mwanasiasa huwa na vijana goons ambao wanamtetea au wanatetea sera zake, lakini hivi hatima yake itakuwa kwamba nchi nzima itatupwa katika vumbi la fujo na vurugu. Kwa hivyo tungeliomba serikali tena tukufu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais kwamba hayo makundi ya vijana wanaofanya fujo ambayo yanasimamiwa na wanasiasa, makundi yote yapigwe marufuku, na ikiwa mwanasiasa anahitaji ulinzi atumie mapolisi ambao ni wafanyikazi wa serikali, wawe ndio walinzi wa wanasiasa.